Mpendwa mtazamaji wa Tanzania ITV, naomba nisema asante na kushukuru kwa kutufuatilia kila wakati. Kuna habari ambazo tunaenda kuziangazia kwa undani kwa sababu Tanzania ITV inatoa taarifa za siri na uwezi kuzipata popote pale, kwa sababu tunazipata kutoka afisi za ndani. Kabla ni kueleze taarifa hizi, na kuomba uchukue sekunde moja tu uponyeze patoni ya subscribe ikiwa wewe ni mgeni kwa kutazama mara ya kwanza, na ukumbuke kuwasha kengele kiko hapo kando ili kuendelea kupata siri za taarifa nzito kutoka mtandao wa Tanzania ITV, na usisahau kuponyeza alama ya like. Karibu. Kuna wengi wamekuwa wakiuliza, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yuko wapi? Hajaonekana sana. Hatimaye tunataarifiwa kwamba vile tuko hapa Mbeya, ni wazi kwamba Rais Samia ametoroka Tanzania. Wengi wamekuwa wakiuliza, mbona haonekani sana Tanzania Rais Samia Suluhu Hassan? Taarifa ambazo tunazo, ametoroka Tanzania karibu mwezi moja sasa, na alitoroka Tanzania akaelekea Zanzibar. Shughuli nyingi za serikali anazifanyia katika ikulu ndogo ya Zanzibar ambayo ipo maeneo ya Tunguu. Hapo ndipo shughuli nyingi za serikali ya Tanzania zinafanyiwa sasa hivi, jambo ambalo limeleta taharuki nchini Tanzania. Ikumbuke kwamba kuna ikulu kubwa ambayo ipo Dodoma, na Dodoma ni makao makuu ya nchi ya Tanzania. Baada ya uchafuzi kuonekana, Rais Samia Suluhu Hassan aliamua kutorokea Zanzibar, ikulu ndogo ya Tunguu. Hapo ndipo sasa hivi amekaa sana kufanya shughuli za serikali. Katika siku za hivi karibuni tumeona baadhi ya viongozi wa serikali ya Tanzania wakiwa Zanzibar, akiwemo Mwigulu Nchemba ambaye ni waziri mkuu, naye amehamia kule Zanzibar kwenye mkubwa wake yupo. Tumeona aliyekuwa rais wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete akifungua baadhi ya miradi ya Samia Suluhu Hassan kule Zanzibar, naye aliweza kumfuata kwa sababu ni kama chanda na pete, hawaachani. Tumeona makamu wa rais Emmanuel Nchimbi naye akiwa Zanzibar, na viongozi wengine na baadhi ya mawaziri wakihamia kule Zanzibar, na shughuli nyingi zinafanyiwa ikulu ndogo ya Tunguu. Sasa Watanzania wameanza kulalamika, mbona Rais Samia haonekani Tanzania, yuko Zanzibar anafanyia shughuli nyingi kule? Katika taarifa ambazo tunazo sasa hivi, ni wazi kwamba ameonekana akiendesha vikao mbalimbali kule Zanzibar, na ikumbukwe hapo ndipo yeye anakotoka. Tukamwona akiwa na mkutano kwamba ni kupokezwa tuzo mbalimbali, haswa zile ambazo Tanzania imeweza kunyakua. Tulimwona akizungumza na viongozi wa Wizara ya Maliasili na Utalii kabla ya kukabidhiwa tuzo 3 ambazo Tanzania imeshinda katika utalii.
Afrika na duniani. Kikao hicho kilifanyika ikulu ndogo ya Tunguu Zanzibar tarehe 5 Januari mwaka huu wa 2026, na tuzo hizo zimetolewa na taasisi ya World Travel Awards WTA yenye makao makuu yake jijini London, Uingereza. Kutaka kufumba wa Tanzania macho kwamba yeye alienda kupokezwa tuzo zake 3, ambapo tuliweza kumwona akipokezwa tuzo ambayo Tanzania imeshinda kwa eneo bora la utalii wa safari duniani, World Leading Safari Destination, kutoka kwa waziri wa maliasili na utalii Daktari Ashatu Kajaji, sherehe ambayo ilifanyiwa kule Tunguu Zanzibar, ikulu ndogo. Tena tukaona akionyeshana tuzo ambayo hifadhi ya Serengeti imeshinda kuwa hifadhi bora duniani, World Leading National Park, ikulu ndogo ya Tunguu Zanzibar tarehe 5 siku hiyo hiyo. Na ni wazi kwamba hayo ndiyo yanaendelea, na tuliweza kuona akiwa kwa picha na waziri wa maliasili na utalii Mheshimiwa Daktari Ashatu Kajaji pamoja na naibu waziri wa maliasili na utalii Mheshimiwa Hamada Hassan Chande, mara baada ya kupokea tuzo 3 za utalii za World Travel Awards ambazo Tanzania imeshinda. Ndio maana haonekani sasa. Kuna wengi wanajiuliza mbona Samia ameamua kwenda Zanzibar anakotoka badala ya kukaa katika ikulu ya Dodoma ambayo ni makao makuu ya nchi ya Tanzania. Samia amejaribu mbinu zote kutuliza mawimbi ya kupingwa nchini Tanzania, yameshindikana, na kule Zanzibar hawezi kupingwa vile kwa sababu hapo ndipo nyumbani. Tarehe 29 Oktoba mwaka jana kulikuwa na uchaguzi nchini Tanzania, uchaguzi ambao haukuwa wa huru, haukuwa wa haki. Hata kinachoitwa uchaguzi hakikuwa kinaonekana sana, kwa sababu maandamano yalishika kasi kila maeneo. Watu hawakupata fursa ya kupiga kura, ila tu walikuwa wanaandamana. Ishara tosha kwamba Rais Suluhu Hassan aliweza kujichagua yeye mwenyewe na vikaragozi vyake ambao ni wabunge na baadhi ya madiwani, na hata tume ya uchaguzi kumtangaza kupata 98%. Akaandikisha rekodi mpya ya kupata kura nyingi tangu Tanzania iweze kuanza ama tangu iweze kujinyakulia uhuru mwaka 1961. Hamuna rais ambaye aliweza kufikisha idadi ya kura ambazo ziliweza kutangazwa kwamba Samia ameweza kushinda nazo, milioni 31.9, 98.7. Jambo hili ni wazi kwamba kulikuwa na wizi wa kura. Ndio maana tumeona bunge la Ulaya, mataifa mbalimbali, Marekani, Uswidi, Canada wakikatisha misaada kuelekea Tanzania kwa sababu watu waliweza kujinjwa wakati wa maandamano, ingawa serikali kufikia sasa haijabainisha wazi idadi kamili ya wale ambao waliweza kuangamia Tanzania. Lakini kulingana na mrengo wa upinzani, zaidi ya watu 10,000 waliweza kuangamia, na kituo cha CNN kiliweza kuonyesha kwamba kuna makaburi ya halaiki ya pamoja ambapo watu walikuwa wanazikwa kama njia moja ya kuficha ushahidi wa kutosha kwamba watu waliweza kuangamia. Kwa hivyo Samia, uongozi wake umekuwa tofauti sana. Tumeona watu wakilipwa kuandamana ambao sio wa Katoliki kuelekea ofisi za ubalozi za Vatican ziko hapa Tanzania, wakiandamana kupinga baadhi ya viongozi
ambao ni Askofu Jude Thaddeus Ruwaichi na katibu mkuu wa baraza la maaskofu Padri Charles Kitima, kwa sababu viongozi hao wamekuwa katika mstari wa mbele kulaumu na kukosoa serikali ya Samia Suluhu Hassan, wakatafuta mbinu ya kuwavamia ili waweze kuondolewa kutoka nyadhifa ambao wanashikilia kama njia moja ya kujinyakulia ushindi wa kurejesha imani kwa Watanzania ambayo haiwezekani kwa sasa, kwa sababu wengi wanalalamika kupitia mauaji yaliyoshuhudiwa nchini Tanzania. Kwa hivyo wale ambao wanauliza Samia yu wapi, yuko Zanzibar, ametoroka nchini Tanzania karibu mwezi mmoja sasa, na baadhi ya viongozi wa serikali hatujui ni siku gani atarejea Dodoma, makao makuu ya nchi ya Tanzania. Tutaendelea kutoa siri zingine pindi tunapozipokea kila wakati, vile tunatoa ahadi kwamba Tanzania ITV lazima tutoe siri zote kuhusiana na kile ambacho kinaendelea Tanzania. Lakini kabla nitamatishe, naomba unapotazama, ikiwa wewe ni mgeni ama hauja subscribe, bonyeza patoni ya subscribe na uwasha kengele ili kuendelea kupata taarifa kutoka mtandao wetu wa Tanzania ITV, na usisahau bonyeza alama ya like. Asanteni sana na shukuru wapendwa watazamaji wa Tanzania ITV.